Idadi ya vifo nchini Venezuela imepanda kwa kasi ya kutisha kufuatia matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyoisumbua nchi hiyo na kusababisha maafa makubwa kaskazini mwa nchi hiyo. Kaimu rais wa nchi hiyo Delcy Rodriguez amethibitisha takribani watu 164 wamepoteza maisha huku wengine 971 wakijeruhiwa vibaya katika janga hilo ambalo limewaacha wananchi wakiwa katika taharuki kubwa. Mamlaka za uokoaji nchini humo zinasema idadi hii mpya ya vifo ni ongezeko kubwa la ghafla kutoka katika taarifa za awali ambazo ziliripoti vifo vya watu 32 tu na majeruhi 700 pekee wakati miundombinu ikianza kukaguliwa. Kuna hofu kubwa miongoni mwa maafisa wa serikali na vikosi vya uokoaji kwamba idadi hiyo ya waathirika itaendelea kuongezeka kwa saa hadi saa, kwani juhudi za kupekua vifusi vya majengo yaliyoporomoka bado zinaendelea kwa dharura kubwa. Wataalamu wa masuala ya jiolojia wamethibitisha kuwa matetemeko hayo mawili yaliyotokea kwa kufuatana yakiwa na ukubwa wa mtikisiko wa magnitudi 7.2 na 7.5 ni miongoni mwa majanga makubwa na yenye nguvu zaidi kuwahi kuikumba Venezuela katika kipindi cha zaidi ya karne moja iliyopita. Kutokana na uzito wa janga hili, kiongozi wa nchi hiyo ameeleza kuwa serikali inalazimika kuhamisha vikosi vya uokoaji na madaktari kutoka maeneo mbalimbali ya nchi na kuvielekeza kwa kasi katika jimbo la Guayara ambalo liko kaskazini mwa mji mkuu wa Caracas na ambalo ndilo lilobeba pigo kubwa zaidi la mtikisiko huo. Rodriguez amebainisha kuwa makumi ya majengo yameporomoka kabisa katika eneo hilo na kwa sasa operesheni kubwa ya dharura zinafanyika bila kusimama ili kuokoa maisha ya raia waliokwama, wakati mataifa mbalimbali na mashirika ya kibinadamu yakianza kuratibu misaada. Jamii ya kimataifa inaendelea kutazama kwa masikitiko makubwa juhudi hizi za kuokoa manusura nchini Venezuela.